Pale Jimbo Kuu la Dodoma, Baba Askofu Mkuu ametupokea, tumeanzisha utume wa makatekista wa misionari. Sisi tunazunguka kufanya hivi. Baadhi walinisalimia hapa wakasema, katekista, tunakuona kwenye mitandao. Ni kweli, ninafundisha masomo kwenye mitandao. Ukiingia kwenye YouTube, ukiingia kwenye TikTok, nitakutajia baadaye ili tuweze kuingia. Utapata haya madarasa yetu. Katekista, naomba nikwambie kitu. Juzi nilikuwa nafanya semina ya wanaume mahali, na nilifanya pia hapa Mei Mosi, nilikuwa hapa na wanaume, tulishinda hapa, na nilikuwa nimetoka Mbeya na Sumbawanga, nilizungukia huku Katavi, nikaingia hapa Tabora, tukakaa na wanaume hapa kutwa nzima. Niliwaambia wanaume jambo hili, kuna sifa 7 za mtu kuitwa mwanaume kwenye Biblia, na usipojua hiyo, inawezekana huko hapa unaonekana ni mwanaume kwa sababu una suruali, lakini ni dume la mbegu katika hizo sifa 7. Sasa sitasema, pengine mke wako yuko hapa, anaweza akagundua kuna mvulana mkubwa nyumbani, hakuna mwanaume. Sitazitaja hapa kwa leo. Mbona kama wanaoshabikia ni wamama zaidi? Mnataka ku Halo? Sasa wakati naongea na wale wa baba, nikawaambia vile vile kuna sifa 5 za mtu kuitwa baba. Kuzaa sio baba wala sio mama, hata chawa anazaa. Shika jirani yako mkono, mwambie kuzaa sio baba wala sio mama. Na isivyo bahati, makatekista nawaeleza ukweli, tuna wanawake wengi na wamama wachache. Sio kila mwanamke ni mama, ila kila mama ni mwanamke. Makatekista sisi ndio wa kuwaandaa watu wawe mama, kuwaandaa watu wawe baba. Makatekista, kuoa sio baba sio mama, hata wanyama wanaoana. Na dunia hii tulionayo sasa hivi, makatekista, nawaambia ukweli wa kimungu, mimi kule ninakotoka, vijana wanaelewa mpira, wanaelewa wacheza mpira, wanaelewa majina na mishahara ya wacheza mpira kuliko sala ya baba yetu. Ninachoshukuru Mungu, mpaka sasa timu za mpira hazijaamua kucheza Jumapili asubuhi, hawatakuja kanisani. Na timu yao ya mpira ikifungwa, wanaumia kuliko dhambi walizotenda. Nyinyi makatekisa, kwangu mimi ninaogopa kwamba mpira ni dini ya kizazi kipya. Nimeangalia leo kwenye mitandao ya kijamii Arsenal walivyoshangilia lile kombe, paredi waliofanya. Sijui kama ukiita Wakristo watakuja namna hiyo. Kuna kitu kimemisi mahali makatekista, kuna kitu kimekosekana mahali. Makatekista mmekaa hapa, na waeleza kutoka vilindi vya moyo wangu, tusiporudi kutengeneza watoto, miaka 50 hatufiki. Hamna Wakristo. Kuna msemo na usema mara nyingi, ukipita walikopita utafika walikofika, hata kama walikuwa huendi wanakoenda. Naomba rudia nyuma yangu, ukipita ulikopita utafika walikofika, hata kama walikuwa huendi wanakoenda. Hem, sema hivyo. Twende pamoja. Hivi kweli ni ngumu kusema hivyo? Ukipita walikopita utafika walikofika, hata kama ulikuwa huendi wanakoenda. Twende. Kwa nguvu. Makatekista, mwaka jana polisi Dar es Salaam walikamata vijana Mbagala 30
vijana wa kiume wanaenda kugeuzwa nyuma na wanaume wenzao na wanahamasisha wenzao. Kati yao yuko mmoja amevaa na heleni, akikuona tu anaanza kula kucha, yaani umwangalie, anajibebisha. Tunapita walikopita, tukiacha kufundisha imani vizuri. Sisi tuna miaka 150, hatujafika 200, tushachoka. Afadhali wazungu wamefika angalau miaka 2000, wengine 1000, na sisi hata miaka 200 hatujafika, tushachoka. Msiangalie idadi ya watu kanisani, nawaambia ukweli, hali ya watu ni mbaya, wanapita mikononi mwako, wanafundishwa na wewe. Makatekista, sisi tunaenda utume kwenye vyuo vikuu. Mabinti wengi wameenda kupiga sindano kuongeza maketio. Tayari Tanzania wanafanya hiyo huduma. Makatekista, vijana wa kiume wanatamani kuolewa na mwanamke mwenye hela, wanataka kutunzwa. Makatekista, tafiti hivi ninavyokueleza ni tafiti, 60% ya magari yanayopita bandarini ni ya wanawake. Makatekista, angalieni vizuri. Tusipojitambua, wow, makofi kwa Father, hiyo nembo yetu jamani. Mwaka wa makatekista. Father, umetuenzi. Yaani mnapiga makofi yamechoka namna hiyo. Mungu wangu hapa. Shika jirani yako wa kulia na kushoto, mwambie bango lako hilo. Asante sana Baba Lazaro, asante sana kutuenzi namna hii. Jamani, sasa picha tupigie hapo jamani, au mnasemaje? Kama ulikotoka ndugu yangu hukuja tena 200 za picha hapa, utakuwa mnyonge. Haya makatekista, hebu naomba nimalize hichi kitu. Nisikilize katekista wangu. Hawa watu wanaopita kwenye mikono yetu wanatoka kama tofali mbichi ambazo hazikuiva. Tutadaiwa. Changamoto walizonazo vijana na watoto sasa hivi ni nzito kuliko wakati wowote wa maisha. Sasa hivi haitoshi kuwafundisha katekisimu tu. Lazima katekista upanuke. That's why nakuomba, soma vitabu katekista. Hautaweza kupata mafundisho tunayozungumza ikiwa hauna vitabu. Katekista, kitabu ni sehemu ya chakula chako kama unavyokula msosi, na ukatekista wako unatakiwa ule vitabu. Katekisimu kubwa namba 1790 mpaka 94. 1790 inasema dhamiri nzuri ikibaki bila ujuzi inafanya hukumu zilizopotofu. Mwambie jirani yako, dhamiri nzuri ikibaki bila ujuzi inafanya makosa. 91 anasema, yani 1791 anasema kutokujua huko hakushindikani, ni wajibu wa mtu binafsi. Ni wewe. Hivi kuna baadhi hapa tunavyosema nunua katekisimu, anawaza apige simu aombe, jamani mnipe hela nunue katekisimu. Katekista, hiki ni chakula chako cha kiroho, chakula chako cha imani, chakula chako cha ukatekista. Vitu vingine fanya uheshimiwe. Unajua ukifanyiwa kila kitu watu watakudharau. Nisamehe kwa kusema, tutakutana kwenye somo la ujasiriamali, tutaelewana tu katekista.
na mimi nitanyoosha na kiwembe, tavaa miwani ya mbao. Makatekista, kusoma vitabu ni sehemu ya mlo, ni sehemu ya maisha. Hautaweza kuambia watu kitu ambacho huna. Itafika mahali watu wanajua kabisa, ukianza kufundisha utaanza hapa, utaishia pale. Hautakuwa mpana katekista, utakuwa masikini sana. Utatoa vitu katika umasikini wako. Watu wanahitaji neno la Mungu. Watu wanahitaji uelewa mpana juu ya usiwape majibu mepesi kwa maswali magumu. 92 anasema kutokumjua Kristo na injili yake ni utumwa halala. Watu wetu tulionao wengi ni watumwa, ndio maana wengine wanaoa na kuolewa bila ndoa na waoni tabu. Na ukimwambia funga ndoa anasema bado najiandaa. So simple, anakupa jibu rahisi tu. Na huyo ni muumini wako, ulimtengeneza wewe. mpaka 94 anasema ni kweli kwamba hautahukumiwa kwa sababu ya makosa uliyofanya kwa kutokujua, lakini umesababisha fujo. Kuja tusome hicho kipengele bwana. Kuja tusome hicho kipengele bwana. Kiona katekista uliyekaa naye amenuna, ujue amesababisha fujo huko alikotoka. Makatekista, halo, anasema 1790 inaenda mpaka 94. Anasema mwanadamu hana budi daima kufuata hukumu ya kweli ya dhamiri yake. Kama angefanya kwa makusudi dhidi yake, angejihukumu mwenyewe. Hata hivyo, yaweza kutokea kwamba dhamiri nzuri ikibaki bila ujuzi, ikafanya hukumu zilizopotofu kuhusu matendo yanayotarajiwa kutendwa au yaliyokwisha kufanywa. Dhamiri ni nzuri. Kuna watu ni wazuri lakini hawajui nini ni wanaume, nini ni wanamke. Kuna watu wazuri hawajui nini ni mama, nini ni baba. Ndoa nyingi imekuwa fujo. Wamama sasa hivi wanataka kukaa juu ya kichwa. Na mimi nawaambia wamama kwenye semina, jamani, juu ya kichwa cha mwanaume kuna kaa kofia na nywele. Wewe unapanda hapo juu, wewe nywele. Halo. Naongea na mtu eti? Naongea na mtu eti? Katika zile sifa 7 za mwanaume, sifa 3 zinatoka kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 21 aya ya 10. Katika zile 7, 3 zinatoka kitabu cha Kutoka sura ya 21 aya ya 10. Anasema kwamba ajitwalia mke mwingine, chakula chake huyo, mavazi yake na ngono yake hautapunguza. Yaani ili uwe mwanaume unatakiwa ulete chakula nyumbani. Ili uwe mwanaume unatakiwa umpambe mkeo avae apendeze. Wanandoa wako umewatengeneza wakaiva, wanajua. We mama unataka kuolewa, nenda kaangalie kabla hujaolewa, kasome kitabu cha Isaya sura ya 4 aya ya 1 kabla hujaolewa. Biblia imesema na siku hiyo wanawake 7 watamshika mtu mme mmoja wakisema, tutakula chakula chetu, tutavaa nguo zetu, tuitwe tu kwa jina lako. Tafsiri yake ni nini? Yale matatu yaliyoko pale, chakula, nguo, ngono. Hapa kwa Isaya anasema chakula tunajitegemea, nguo tunajitegemea, hicho kilichobaki ndio tunataka. Na we mama kabla hujaolewa, kuna wanawake 7, we ni 8, ambao wanamtaka mmeo bure, wako tayari na kumvalisha na mmeo. Unataka kuingia kwenye vita, unaimudu. Kama huwezi, usiingie mapema au usiingie kabisa. Na sasa hivi kuna shirika mpya la masista waliojitolea, hawaolewi wala hawaendi utawani, wenyewe wanazalia nyumbani. Askofu hajazindua. Shika jirani yako mkono, mwambie hilo shirika kwenu lipo.
Halo, mmechoka? Niishie hapo. Makatekista wenzangu, sikiliza hapa 91. Kutokujua huko kunaweza kuhesabiwa kuwa ni wajibu binafsi wa mtu. Ndivyo inavyokuwa pale mtu anapojishughulisha kidogo tu kujua kilicho chema na cha kweli. Makatekista wengi hamsomi vitabu, kwa hiyo hamjui vitu, hamna vitu vya kuwapa waumini wenu. Waumini wenu ni masikini na wembamba, wanaonewa. Hata wakiulizwa swali moja la Biblia, kifo cha mende miguu juu, na ni mwanafunzi wako. Hawawezi kujitetea, hawawezi kutetea imani yao. Anafika mahali anakuwa tu mkali. Kuwa mkali sio majibu. 92 anasema kutokumjua Kristo na injili yake, mifano inayotolewa na wengine ni utumwa halala. Utumwa halala ni kama upele, unaitwa ukurutu. Ukiwa na upele utajikuna tu. Uking'atwa chawa kiunoni utajikuna tu hata mbele za watu. Kutokumjua Kristo na injili yake ni utumwa. Hebu mshike jirani yako mkono, mshike mkono. Hata kama mchawi, vumilia tu. Utafanyaje? Ndio umekaa naye, mwambie unasoma maandiko wewe. Mtikise asijizime data. Makatekista, someni vitabu. Angalia huyu katekisimu anachosema 93. Endapo kinyume chake kutokujua huko hakushindikani au muhusika hawajibiki kwa hukumu potofu, mtendaji hawezi kuhesabiwa uovu aliyoutenda kwa makosa hayo. Hata hivyo labaki kuwa ni ovu, upungufu, fujo. Ndoa nyingi zina fujo. Familia nyingi sasa hivi ni fujo. Mwalimu wao ni wewe, hukuwaivisha. Hawakujua mipaka, hawakujua namna ya kukaa. Yule mwanaume hajaandaliwa kuwa mwanaume, ni mvulana mkubwa tu aliye barehe, anaweza kuzalisha ni dume la mbegu tu. Huyo msichana hakuandaliwa kuwa mama. Anafikiri kuwa mama ni kuingia leba tu. Makatekista, sasa hivi tunavyoongea, wanawake wengi hawataki kukaa chini ya mwanaume, nikwambie. Na akiwa ana uwezo wa kutafuta kahera kidogo ni mtihani. Na bahati mbaya Mungu alivyotuumba wanaume, pole kwa kusema, Mungu alivyotuumba wanaume, tumeumbwa wafalme. Mwanaume akija nyumbani akakuta mwanamke amebadilika sura na sauti imepanda, ngozi pale Yerusalemu inajikunja, inakataa kazi, inakataa mzigo. Hata akikaa chini ngozi imepanda juu namna hii, betri zinasema hapa kazi hamna. Lakini kama anakaa kwenye familia anajiamini, ngozi inashuka, anatawa pale, anasema mimi ndo mfalme nyumba hii. Ndio maana anakaa kwa mke wake hawezi, akitoka nje mwili wote unasema milele amina, milele amina. Akirudi ndani wakimgusa mwili unasema tumshukuru Mungu. Unashukuruje wakati mambo bado hapa? Ninyooshe au nipunguze? Ninyooshe au nipunguze? Ninyooshe au nipunguze? Wamama hawafahamu kwamba ukimpigia kelele mwanaume, hiyo ngozi ikikataa kazi, hata akiangalia kasichana kadogo, kasichana kakazi tu, mwili wote unasema milele amina. Unashangilia, unaanza kuimba haleluya pasipotakiwa. Mama
mama hawajui hiyo. Hawa wadada wa siku hizi hawajui kwa nini mama zetu zamani walikuwa wanamtengea baba chakula cha aina yake. Siku mama anajua anahitaji ibada ya kutosha, anataka leo haleluya kuu iimbwe, baba anapewa chakula kingine. Sasa baba anakula pamoja na watoto mchele watoto wanalala, baba anaenda kwenye kombe la dunia, atafanya nini? Hamjawaandaa watu nyie makatekista. Shika jirani yako mkono, mwambie wanafunzi wako hawakuiva, uliwatoa bichi wewe. Halo. Wenzetu pamoja na udhaifu wote walionao wazungu, lakini akiamua kuoa au kuolewa, wanajifunza namna nzuri ya kubeba mimba inakuwaje, masharti ya kubeba mimba yakoje, vitu gani vya kuzingatia, vyakula gani anatakiwa kula. Je, mwanaume anahitaji nini? Saikolojia ya mwanaume anasoma, saikolojia ya mwanaume anasoma, amfahamu mwanamke anataka nini. Sisi tunakutana tu, unaangalia tu pua, mguu unasogeza, ukifika kule nyumbani mguu hauna kazi. Maisha ni zaidi ya mguu. Ukiona jirani yako akushiki mkono, ujue mchawi. Mshike mkono, mwambie hivi, maisha ni zaidi ya mguu. Namtoa mafundisho. Hao naona kusema ati nimekuona una sura ya kitusi, kwa hiyo uzuri wa mwanamke mwisho siku 90. Baada ya siku 90 yeye ni wa kawaida. Watu watakuacha, unapiga picha, wanahamia Airtel. Na Mungu anathibitisha hayo maneno. Mimi sikwambii mbwembwe. Ndugu zangu, usiposoma vitabu, usiposoma maandiko, hivi vitu hutawafundisha hao waumini wako. Katekista utafanya kazi, utatoa tofali mbichi ambazo hazikuiva, ambazo hazifai kujenga nyumba ya kiroho. Leo bado tunawafundisha Wakristo namna ya kutoa sadaka. Leo mtu anazeeka anahamasishwa kanisani namna ya kutoa zaka na sadaka, maana yake alipita bila. Nimetoka parokia moja kule Tunduru Masasi, parokiani sadaka 40,000. Nikamtazama yule padri maskini ya Mungu, ni Mkenya, Kigamboni, sadaka anasafiri na gari, sadaka 10,000, 15,000. Sasa mimi nikajiuliza maswali, ataweka nini mafuta? Atakula nini? Katekisa wewe atakupa nini? Mahitaji yake ni shida, atakupa nini wewe? Okay. Makatekista, naomba nimalizie eneo hili. Naomba nimalizie neno hili kwenye kujitambua. Katekista, kabla hujawa katekista, wewe ni Mkristo. Usipoelewa maadili ya Ukristo, katekista umeubaka tu. Usipoelewa kwanza Ukristo, ukatekista utakuwa umeubaka. Okay. Niwaulize swali kama mtanielewa. Hivi mtoto wa rais anapanda daladala? Kwani kupanda daladala ni dhambi? Si dhambi, lakini sheria za mataifa yote, mke wa rais, mtoto wa rais hawezi kutumia daladala, hawezi kupanda mabasi. Gari za Ikulu zitahusika, awe anaenda shule, awe anafanya kazi, analindwa, kwa sababu huyo akipata shida, baba yake atashindwa kufanya kazi, atakosa utulivu. Watu wa usalama wanaingilia maisha. Mtoto wa rais hawezi kwenda kwa mama mdogo au kwa baba mdogo kusalimia, watu wa usalama hawajui.
hata anapoenda kule usalama wanaenda naye, na akifika kule hali chakula mpaka watu wa usalama wakague. Hawezi kusema eti anakula kwa mama mdogo au baba mdogo chakula cha kawaida, hakuna. Na ikibidi watu wa usalama wanafika hiyo nyumba, wanakuja kupika chakula ambacho watakuja kula hawa watoto wa rais. Kaja nyumbani kwa mama mdogo na baba mdogo, lakini hawezi kula, hawako huru. Hizo ni sheria. Mtoto wa rais anaishi hivyo, wewe wa Mungu? Katekista unaingia kilabuni mpaka sura imekuwa kama pombe. Katekista unanuka kikwapa. Katekista, hapana. Katekista, kuna mahali, angalia vizuri heshima yako, angalia vizuri. Wayahudi wana sifa tatu. Wayahudi wana sifa tatu. Sifa ya kwanza, Wayahudi wanafanya kazi kwa bidii. Ndio maana unaona Paulo anasema asiyefanya kazi na asile. Wayahudi wanafanya kazi. Kuna makatekista mnashinda kijiweni kucheza bao. Mimi ningekuwa karibu yako na kulamba kofi. Bahati yako upadri ulinishinda, ningekuwa paroko wako mimi. Katekista. Sifa ya pili, uaminifu. Wayahudi ni waaminifu. Hivi kuna makatekista hapa ni wezi wa sadaka? Yesu na Maria. Ningepata nafasi nikueleze madhara ya kuiba sadaka. Kasome kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 5. Utakutana na yule Naamani. Kasome kule mwisho, utamkuta Gehazi aliyekuwa anamsaidia paroko Elisha. Gehazi akaenda akachukua sadaka ya Naamani. Ukoma wa Naamani ukaenda kwa Gehazi, na Biblia inasema ukoo wao wote mpaka leo wamekuwa ni watu wa ukoma kwa sababu ya sadaka. Wale watu wanaoleta sadaka huwa wanaombea sadaka zao. Nyumbani kwao kuna kifafa, wanaomba Mungu. Nyumbani kwao kuna mabinti hawaolewi, wanazalia nyumbani. Wewe unachukua sadaka za watu hao unazira. Wenzako padri anabima. Mapadri bwana nao ni wajanja. Eti kabla hawajala sadaka wanatuambia, ndugu salini ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu. Alafu sisi wenyewe tunakubali, Bwana apokee sadaka mikononi mwako, ili ukitoka hapo ugonge sawasawa, usiwe na lawama. Sasa wewe, hatujasema Bwana apokee sadaka kwenye mikono ya katekista. Hebu mshike mkono, mwambie hatujasema kwenye mikono ya katekista, tumesema ya paroko. Mafaza nao bwana wamejitengenezea mazingira rafiki. Yaani wewe mwenyewe uliyetoa pale ulikuwa unaombea kifafa kwenu, ulikuwa unaombea nini? Sisi tumesema Bwana apokee sadaka mikononi mwako. Wakitoka hapo wanakutana wapi ili ampe? Maana yake ale yeye, kwa sababu yeye ndio anatumika, kwa hiyo yeye anaruhusa. Akichukua akakupa okay, lakini katekista, please usiibe sadaka. Unachukua kitu kibaya sana kuliko ninavyokueleza. Narudia, kasome kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 5, sura nzima. Kakutane na wewe jamaa anaitwa Naamani na ukoma wake, na ameenda kuoshwa pale kwenye mto Jordan. Lakini Gehazi, katekista yule, alikuwa anamsaidia paroko Elisha. Alichokifanya, alienda kuchukua sadaka ile kinyume. Elisha aliikataa ile sadaka, Gehazi akazunguka nyuma akaichukua. Ukoma ukahamia kwake. Makatekista, mabinti zenu wengine wanazalia hapo nyumbani, mkubwa akazalia hapo, mdogo amezalia hapo. Shirika la masista wanaozalia nyumbani wamekuwa chuo cha VETA, watu wanakuja wanajifunzia kwao, wanaenda kuoa kwingine kwa sababu ya sadaka mlizokula. Shike mkono jirani yako, mwambie chunga utazaa VETA. Makatekista, kabla ya ukatekista wewe ni Mkristo. Shika hiyo, angalia dhamiri yako vizuri, na unapotimiza wajibu wako kama Mkristo, kwanza lile jina la neema, lile jina la wokovu, ukikaa vizuri kwenye hiyo, wewe ni katekista.
Unamwangalia katekista unakuta hata sura yake kama mwanzo na sasa na siku zote. Makatekista, please tafadhali makatekista, tumrudishie Mungu heshima. Katekista, mahali uliko, Mungu atukuzwe, Mungu aheshimiwe, Mungu apendwe. Watu waseme natamani kuwa katekista kama wewe. Siku hizi watu hawataki tena hata ukatekista. Wanaona kama ukatekista ni kazi ya watu fulani hivi waliochoka kama vile maisha yamewashinda. Na mimi nachukia hiyo. Kwangu mimi ukatekista ni heshima kubwa mbele za Mungu. Na mimi najiuliza, nisingekuwa katekista mimi ningeshakufa. Ninalala hapa duniani kwa sababu katekista mmoja. Nakwambia, nachukia watu wanaotazama ukatekista kama vile kazi ya watu ambao maisha yamewashinda ndo wakaenda hapo. Nachukia hiyo kitu. Ndio maana nasema katekista, soma vitabu, ukae namna ambayo watu watakutazama waseme naam, huyu ni katekista. Siku moja nilienda Moshi, walikuwa na kongamano kubwa sana kwa kweli. Kama walikuwa watu wachache labda ni 8,000, lakini bila shaka walikuwa zaidi ya 12,000. Sasa kanisani wakanipa kama dakika 15 nihamasishe lile kongamano. Nikashusha nondo pale, halafu waumini fulani wakanifuata wakasema, usijiite katekista, unajidhalilisha sana, mafundisho uliotoa na ukatekista hayafanani. Yani niliumia, yani kwamba nikiwa katekista ndio na mimi sasa ndio nikazidisha ukatekista, kila nikiongea kitu mimi ni katekista. Yani kwa nini tudharaulike hivyo? Hebu mshike jirani yako mkono, mwambie, kwa nini unatudharaulisha hivyo mtaani wewe? Mtikise asijizime data, mwambie, kwa nini unatudharaulisha hivyo? Hebu piga kwenzi, nitalipa mimi. Halo, my dear, please, tafadhali bwana, wasikuangalie kama nyanya mbovu bwana. Halafu inawezekana. Mwambie jirani yako inawezekana. Mwambie tena inawezekana. Hebu inua mkono wako wa kulia juu, sema, Bwana Yesu, asante kunifanya katekista. Bwana Yesu, asante kwa heshima kubwa uliotupatia mwaka huu Jimbo Kuu la Tabora, mwaka wa makatekista. Kwa neema ya Mungu na mimi ni katekista. Baba, naomba unisaidie nisibaki nilivyokuwa. Naomba unisaidie nikutumikie kwa heshima, niondolee aibu na fedheha. Baba, kwa maombezi ya Mama Maria, naomba unisaidie. Naomba hii sala naipenda sana. Mimi napeleka mahujaji Kibeho kila mwaka zaidi ya mara 3 mara 4 pale Rwanda, mahali Mama Bikira Maria alitokea. Sala ile ya wale mabinti inasema, Maria atatusaidia, Maria anaweza kutusaidia, Maria anapenda kutusaidia, Maria lazima atatusaidia. Hem, sema na mimi, Maria atatusaidia, Maria anaweza kutusaidia, Maria anapenda kutusaidia, Maria lazima atatusaidia. Hebu inua tena mkono wa kulia, sema na mimi, Maria atatusaidia, Maria anaweza kutusaidia, Maria anapenda kutusaidia, Maria lazima atatusaidia. Twende tena, Maria ongeza sauti. Maria atatusaidia, Maria anaweza kutusaidia, Maria anapenda kutusaidia,
Kuna watu nasikia wanachanganyikiwa kidogo. Maria atatusaidia. Maria anaweza kutusaidia. Maria anapenda kutusaidia. Maria lazima atatusaidia. Twende tena. Maria atatusaidia. Maria anaweza kutusaidia. Maria anapenda kutusaidia. Maria lazima. Makofi kwa Mama Bikira Maria. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu na Baba, tunakushukuru. Sante kutupatia nafasi ya kukaa miguuni pako kama watoto. Sante kwa neno lako. Roho mwema, Roho Mtakatifu, Roho unayetuombea kwa kuugua kusikotamkwa sawasawa na mapenzi ya Mungu, wewe uliye mwalimu na kiongozi wetu, ninakuomba neno hili adui asiliibe ndani ya mioyo ya watoto wako, likazae 30, 60 kwa 100 katika udongo mzuri, katika ushahidi wao, katika ulinzi na uwalimu wao. Wewe Mungu utukuzwe, na sisi watoto wako tutakatifuzwe. Kwa maombezi ya Mama Bikira Maria, tunajiweka mikononi mwako kwa moyo wa shukurani. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.